kampuni za Kichina hizi ambazo ziko nyingi hapa nchini zimekuwa ni moja kati ya wafaidikaji wakubwa sana wa mahitaji ya Watanzania. Kwa hiyo sisi kama wizara kushirikiana na balozi wa China tulishauriana juu ya jinsi gani tunaweza tukatafuta solution ya kutatua ili tatizo la ajira kwa pamoja. Hasa tukiangazia kwamba wanayo makampuni mengi sana ya Kichina yanayofanya kazi hapa. Haiwezekani ikawa kila siku kazi yao wanaleta tu wenzetu wa China wanakuja kufanya kazi hapa, alafu vijana wetu hawapati hizo nafasi za kazi. Na mnaweza kuwa mashuhuda hivi karibuni ya kumetokea mvutano mkubwa sana baina ya wafanyabiashara wa China na wa Tanzania juu ya hizi opportunities za kufanya kazi au kufanya biashara. Kwa hiyo baada ya makubaliano hayo, serikali ya China kupitia ubalozi wake iliwaita wafanyabiashara wake ambao ni ile group wanajiita Chinese Enterprise Association of Tanzania, ambao wao walichokifanya basically walikusanya makampuni yao yote ya China. Of course sio yote katika maana yote, lakini yale ambayo yana namba kubwa ya nafasi za kazi. Wakazungumza nao, ndio wakaandaa hii shughuli ya leo, hii job fair, ambao malengo yake makubwa ni kusaidia kutoa opportunity au kuonyesha vijana wa Tanzania opportunity ambazo zipo katika makampuni yao na wanazozihitaji ili waweze kuchukua vijana wa Tanzania. Furaha yangu ni kwamba yale tuliyokubaliana katika mazungumzo yetu yote yamefanywa kazi. Kwa maana kwamba makampuni yamekuja, yameset booth zao hapa kwa maana ya vibanda vyao, na vijana wa Tanzania waje ili waweze kwanza kufahamu makampuni yao yanafanya nini, lakini pili kufahamu ni nafasi gani za ajira ambazo zipo ambazo katika makampuni yao, na kwa kweli kama mambo yatakwenda vizuri tunatarajia ajira zaidi ya 2000 zitatoka katika maonyesho haya. Lakini sio hii kwa leo tu, lakini pia tunaendelea kufanya hivi, na hii imekuwa sasa ni sera hata wenzetu wa China kupitia maelekezo au mazungumzo yaliyofanyika baina ya viongozi wetu wawili kwamba sasa zile ajira concentration itakuwa sana katika local, kwa maana kwamba sasa Watanzania wenyewe waweze kupata kazi ambazo zinaweza kufanya Tanzania. Kwa mfano tumeona hapo kuna makampuni ya construction, makampuni ya technology, makampuni ya kilimo, makampuni ya mambo mbalimbali, mpaka makampuni yanayozalisha vifaa vya maji ambao nayo pia imekuwa ni sehemu kubwa ya maonyesho haya. Kwa hiyo nataka kusema kwamba haya ni mafanikio mengine ya serikali yetu ya awamu ya 6 inaongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuhakikisha kwamba tunatatua kero ya Watanzania kupata ajira. Sisi kama wizara inayoratibu maudhui haya tunaendelea kuhakikisha kwamba tunafanya hii kazi ya kutatua kero ya ajira katika Tanzania. Kwa hiyo wito wangu mkubwa hapa naweza kusema kwa siku ya leo ni kuendelea kupitia vyombo vya habari mtusaidie kuwahabarisha vijana wa Tanzania ambao wanaweza wakawa na ujuzi ambao unatakiwa katika eneo hili waje. Hao watakuwa kwa siku takriban 2-3 hapa katika eneo hili. Kwa hiyo waje ili waweze ku-explore opportunity, lakini pia katika maeneo ambayo wanadhani kwamba wanaweza wakaajiriwa basi waje, kwa sababu wenzetu bahati nzuri wako very fast, na most of these companies ni kampuni za serikali ya China, lakini wanapokuja huko wana operate kama kampuni local, kwa maana wanatengeneza utaratibu wao wa ajira kwamba hapo ukiitwa hapa unajaza form zako, unaweza ukapata interview hapa ukapata ajira hapa. Kwa hiyo mambo ni mazuri, na kwa kweli tunashukuru sana kwa wenzetu wa serikali ya China, hasa hususan balozi wa China kwa kweli kwa support anayotupa, lakini kupitia yeye tunaona mahusiano baina ya nchi zetu mbili yanazidi kuimarika.